Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi leo Novemba 13, 2025 ametangaza baraza la mawaziri, huku nafasi za wizara 4 akiziacha wazi kwa muda hadi serikali ikamilishe makubaliano na chama cha ACT Wazalendo kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Katika uteuzi huo uliofanyika Ikulu Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema uteuzi wa mawaziri wateule wanalenga kuimarisha kasi ya maendeleo katika kipindi cha pili cha awamu ya 8 sambamba na kuhakikisha huduma kwa wananchi zinatolewa kwa ufanisi na uwazi, huku akiwasisitiza weledi, uadilifu na kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Katika kutangaza uteuzi huo, Rais Dr. Mwinyi akasema katika kipindi cha pili cha awamu ya 8 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itakuwa na jumla ya wizara 20 badala ya 18 zilizokuwepo katika kipindi cha kwanza, ikiwa ni hatua ya kuongeza ufanisi katika kusimamia sekta mbalimbali. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati Waziri Mkuu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ofisi ya Rais Ikulu, waziri atakuwa Dr. Saada Mkuya Salum. Pili, ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya 4, ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa sasa itabaki wazi. Ya 5, ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya 6, Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya 7, Wizara ya Kazi na Uwekezaji, waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya 8, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, waziri atakuwa Rahma Kasim Ali. Naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwinjuma. Ya 9, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, waziri atakuwa Leila Mohamed Musa. Naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya 10, Wizara ya Afya kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya 11, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha. Sasa hivi itaitwa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma. Naibu waziri atakuwa Ali Abdul Ghulam Hussein. Ya 12, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, waziri atakuwa Suleiman Masud Makame. Naibu waziri atakuwa Dr. Salum Sud Hamid. Ya 13, Wizara ya Maji, Nishati na Madini, waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi. Naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pando. Ya 14, Wizara ya Uchumi wa Bluu, waziri atakuwa Masudi Ali Muhammad. Naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. Ya 15, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi,
Waziri atakuwa Dr. Khalid Salum Mohamed. Naibu waziri atakuwa Badria Atai Masud. Ya 16, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya 17 ni Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya 18, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Waziri atakuwa Atanas Paul. Naibu waziri atakuwa Zawadi Amur Nasor. Ya 19, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Suraga. Naibu waziri atakuwa Mohamed Sijamin Mohamed. Na ya 20, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Waziri atakuwa Shabani Ali Othman. Naibu waziri atakuwa Hassan Hamis Hafidh. Huo ndo mkeka. Mawaziri hao wanatarajiwa kuapishwa siku ya Jumamosi tarehe 15 Novemba 2025 kuanzia saa 8 mchana Ikulu Zanzibar. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu.